Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen, haleluya. Amen. Basi wakati huu twende mbele za Mungu kwa ajili ya kumtukuza, kumwadhimisha kwa kutupa neema na kibali cha kuwepo mbele zake sahihi. Fungua moyo wako mbele za Bwana. Mwabudu Bwana, mtukuze kwa jinsi ambavyo amekusaidia na kukuwezesha kuangalia mazingira, kuangalia usingizi, kuangalia kitanda, kukusikiliza mwili wako. Umekuja kwa ajili ya kukutana na Mungu usiku wa leo. Mwambie Yesu asante, mtukuze, mwadhimishe. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunanyenyekea mbele zako Mungu mwenye nguvu. Tunakuadhimisha Mungu wetu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakuheshimu. Peke yako unastahili kuinuliwa, kuhimidiwa na kuadhimishwa. Tunakutukuza kwa ajili ya uzuri wako, ukuu wako, uweza wako, mamlaka yako, neema yako, nguvu zako. Baba, utukuzwe milele, uhimidiwe milele, uadhimishwe Mungu mwenye nguvu kwa matendo yako makuu na ajabu na ya kutisha mno ambayo Mungu umetutendea tena kuweza kukusanyika mbele zako. Tunakuinua Mungu wa amani, tunakuabudu Mungu wa miungu, tunasema asante kwa ajili ya muda huu na wakati huu ambao Mungu umetupa neema ya kulitia jina lako, ya kukusanyika mbele zako. Yesu, pokea sifa na utukufu na heshima. Tunakushukuru kwa uaminifu wako juu yetu, kwenye familia, kwenye malango, kwenye kila kinachotuhusu. Asante kwa kuwa umelinda hatua zetu, asante kwa kutuhifadhi, asante kwa kutupigania na kututetea wakati tunajua na wakati hatujui. Baba, tunashukuru kwa jinsi ambavyo ulinyosha mkono wako kwenye familia, ulinyosha mkono wako kwa ndugu zetu na jamaa zetu, ulinyosha mkono wako kwa watoto, uliwapigania walipoingia na kutoka. Hata wakati tulikuwa hatupo, Mungu ulikuwa pamoja nao. Hata wakati wakiwa shule ulienda pamoja nao. Hata walipokutana na hatari, Mungu ulizipangua wakati sisi hatujui. Asante Bwana wa amani, Mungu wa miungu, kwa jinsi ambavyo umetupigania sirini, umetupigania pia wazi. Asante kwa milango uliotufungulia Bwana. Asante kwa milango ambayo pia umeifunga. Asante kwa mema yote ambayo Mungu umetutendea wakati tunaona na wakati hatuoni. Asante kwa hatari mbalimbali ulizotuvusha kwazo. Baba, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo ulipigania familia zetu, kwa jinsi ambavyo ulituokoa na mitego ya wawindaji, kwa jinsi ambavyo ulituokoa na tauni ya ribuyo, kwa jinsi ambavyo ulituokoa kwenye tanzi zilizokuwa zimetengwa gizani kinyume chetu, kwa jinsi ambavyo ulituokoa kwenye mashimo ya uharibifu yaliyokuwa yamechimbwa kinyume chetu, kwa jinsi ambavyo ulituokoa kwenye njia zenye miba zilizokuwa imeachiliwa kinyume chetu. Baba, asante kwa ajili ya wote uliowatoa kwa ajili yetu mpaka siku ya leo. Asante kwa ajili ya wote ambao uliwaachilia kutusaidia mpaka siku ya leo. Asante kwa yote ambao umeyafanya kwa siri na ambao umeyafanya kwa wazi. Asante kwa baraka ulizoziachilia juu yetu. Asante kwa matendo yako makuu ambayo umeyafanya katikati yetu. Baba, tunakushukuru tukikuinua tukisema asante hata kwa ajili ya muujiza huu wa kutuleta mbele zako usiku wa leo. Baba, tunajua tumekuja mahali hapa ni supernatural. Kibinadamu Bwana Yesu haikuwa rahisi, lakini kwa sababu Mungu umetusaidia tumeweza kuja mbele zako. Asante Bwana kwa ajili ya mkono wako wenye nguvu ambao unatupigania kwa namna ya pekee, ambao unatufanyia nafasi kwa namna ya pekee, ambao unatutetea kwa namna ya pekee, ambao unatufanikisha kwa namna ya pekee. Baba, pokea sifa. 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 Asante Mungu wetu kwa upendo wako. Asante Mungu wetu kwa neema yako. Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako. Asante Mungu wetu kwa rehema zako. Asante Mungu wetu kwa kibali chako. Asante Mungu wetu kwa fadhili zako. Asante Mungu wetu kwa nafasi uliotukirimia. Tunakushukuru tukilitukuza jina lako. Asante kwa kijia ya kila mmoja ambaye Mungu umempa kibali na neema kusanyika mbele zako sahihi. Asante kwa wote ambao wameshaingia. Asante kwa wote ambao wako njiani kuingia. Baba, tunashukuru kwa ajili yao. Asante kwa ajili ya wema wako na nguvu zako ambazo umeziachilia kwao. Baba, tuseme nini mbele zako? Baba, tuseme nini mezani kwako? Tunakushukuru kwa ajili ya nyua zako ambazo umetukirimia kuzisogelea. Tunashukuru kwa enzi zako ambazo umeturuhusu kuzisogelea. Tunashukuru kwa ajili ya your sanctuary ambao Mungu umetujalia kukaribia Bwana. Tunasema asante kwa mawazo unayotuwazia tena juu ya siku ya leo, kwa kuwa ni mawazo ya amani, ni mawazo ya wemema, ni mawazo ya kutusaidia, ni mawazo ya kutufanyia nafasi, ni mawazo ya kutukuza na kutuongeza zaidi Bwana, ni mawazo ya kutubadilisha na kutugeuza kwenye mwelekeo mwingine. Tunakushukuru Yesu, tunasema asante. Tunakushukuru Yawe, tunasema
tunasema asante. Uinuliwe Yesu tena siku ya leo, uimidiwe tena siku ya leo, uadhimishwe tena siku ya leo, ubarikiwe tena siku ya leo, uimidiwe tena siku ya leo. Baba, asubuhi tutakulaki kwa sifa, Baba mchana tutakulaki kwa sifa, Baba jioni tutakulaki kwa sifa, Baba hata usiku wa manane tutakulaki kwa sifa, kwa kuwa unastahili sifa. Nasi kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai tunaungana na mbingu na majeshi yake yote tunakuabudu, tunaungana na nchi na majeshi yake yote tunakuabudu, tunaungana na waters na majeshi yake yote tunakuabudu. Tunahakika tuna kila sababu ya kusema wewe ni Mungu, ni Mungu uliyekuweko, uliyeko na utakaye kuja. Wewe ni Alpha na Omega, wewe ni Ancient of Days, wewe ni King of Kings, wewe ni Lord of Lords, wewe ni Mungu usiyeshindwa, ni Mungu usiyelala, wewe ni Mungu usiyeweza kusema uongo, wewe ni Mungu mwaminifu siku zote, wewe ni Mungu uliyejaa rehema na neema, wewe ni Mungu uliyejaa kibali, wewe ni Mungu uliyejaa nguvu. Tunakushukuru tukilibariki na kulinua jina lako. Asante kwa uaminifu wako na kibali chako, asante kwa neema yako izidio uliyoiachilia kwetu, asante kwa matendo yako makuu uliyoweka dhahiri tayari kwa ajili yetu. Asante kwa kuwa unaenda kujifunua kwetu kwa namna ya tofauti. Asante kwa kuwa unaenda kutuonyesha tena njia. Asante kwa kuwa unaenda kutuonyesha ukweli yako tena kwa viwango vingine. Asante kwa kuwa unaenda kujidhihirisha kwa ajili ya uzima kwenye kila eneo kwenye maisha yetu. Tunasema asante Bwana, tunasema asante Bwana. Pokea utukufu, sifa na heshima Yeshua, pokea sifa na utukufu na heshima Yeshua, pokea sifa na utukufu Yawe. Asante Bwana, asante Mungu mwenye nguvu kwa kutupa mbingu wazi kwa ajili ya kutuhudumia tena usiku wa leo, kwa kutupa access kwenye uwepo wako, kwa kutupa access kwenye neema yako, kwa kutupa access kwenye utukufu wako, kwa kutupa access kwenye kibali chako, kwa kutupa access kwenye jina lako, kwa kutupa access kwenye damu yako, kwa kutupa access kwenye neno lako. Asante Baba kwa kutupa access kwenye uzima wako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Tunapokea in advance kile ambacho unaenda kufanya siku ya leo. Tunapokea in advance Yesu, tunapokea in advance Bwana, tunapokea kwa moyo wa shukrani yale yote tunaenda kuyafanya siku ya leo. Tunayapokea Bwana, tunapokea neno lako in advance, tunapokea neno lako in advance, tunapokea hukumu zako in advance, tunapokea kile ulichokusudia in advance, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tumeomba kuamini na kupokea. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sasa hivi tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba toba kwa ajili yetu wenyewe, kwa ajili ya familia. Tutaanza kwetu kama makuhani. Tutaenda kuomba rehema kwa ajili ya familia na mazingira yote yanayohusu familia. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunavyojua ni mazingira yanayotuhusu ni pamoja na kila tunachokimiliki na kukitawala, ni pamoja na kazi za mikono, ni pamoja na biashara, ni pamoja na watoto na mazingira yao yote, ni pamoja na ndugu zetu na biashara na kazi na kila kinachowahusu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaenda kuanza sisi wenyewe, tutaenda kwenye mazingira na wale watoto tunaowaombea. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, nakuja mbele zako Mungu mwenye nguvu. Tunashukuru kwa kutupa neema ya ukuhani mbele zako Bwana, na sasa tunasongea mbele zako tukikomba uturehemu sawa sawa na fadhili zako Bwana, kiasi cha wingi wa rehema zako. Tunatubu kwako Yesu juu ya kuwaza kwetu, juu ya kunena kwetu, juu ya kutenda kwetu, juu ya njia zetu, juu ya kazi zetu, juu ya matendo yetu. Baba, tunakuomba mahali popote tulipopungukiwa na utukufu wako, ututakase, utusafishe, ututakabali, uturidhie tena mbele za uso wako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Bwana kwa neema yako izidio, na asante kwa rehema zako na fadhili zako. Asante kwa huruma zako, asante kwa kibali chako Bwana. Tunashukuru kwa ajili ya mkono wako wenye nguvu ambao umetusogeza tena siku ya leo. Baba, tunakuomba rehema zako tena saizi kasimame tena kututakasa. Tusafishe Bwana, tutakase kama makuhani. Tunapoenda kusimama kwa ajili ya familia, Mungu katutakabali na kuturidhia kwa ajili ya jina lako. Ukatutakabali na kuturidhia tena kwa ajili ya jina lako. Ukatutakabali na kuturidhia tena kwa ajili ya jina lako. Baba mwenye haki, Mungu wa miungu, kwa damu ya Yesu, tunanyenyekea chini ya mkono wako uliodari tena siku ya leo. Tunanyenyekea chini ya mkono wako uliodari tena siku ya leo. Tunakuomba uturehemu na kuturidhia Bwana, tunapoenda kusimama tena kwa ajili ya kuombea familia. Baba, tunaomba toba na rehema kwa ajili ya familia
familia zetu, tukiubeba uovu, dhambi na makosa yote yaliyoko kwenye familia, kwa ndugu zetu, kwa jamaa zetu tunaomba toba, kwenye familia mlango wa baba na mlango wa mama tunaomba toba. Tunaomba toba kwa ajili ya mazingira yao yote, tunaomba toba kwa ajili ya watoto na mazingira yao yote, tunaomba toba kwa ajili ya ndugu zetu na mazingira yao yote. Baba, tunakusihi kwa kadri ya wingi wa rehema zako, achilia rehema. Tunakuomba Yesu, achilia rehema. Tunakuomba Yesu, achilia rehema. Tunakuomba Yesu, achilia rehema. Tunakuomba Yesu, achilia rehema. Wewe uliyejaa huruma na rehema, 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 wewe uliyejaa huruma na rehema. Bwana, achilia rehema. Wewe Bwana, achilia rehema. Wewe Bwana, achilia rehema. Wewe Bwana, achilia rehema. Tunakuomba rehema mazingira yetu yote, rehemu kazi, rehemu biashara, rehemu ndoa, rehemu watoto, rehemu mazingira yao yote ya shule, ya nyumbani, rehemu wote wanaofanya kazi kwenye mazingira yetu ya nyumbani na kwenye biashara. Baba, tunaomba toba kwa ajili ya kila eneo kwa damu ya Yesu. Tunaomba rehema na toba kwa ajili ya kila eneo kwa damu ya Yesu. Tunaomba rehema na toba kwa ajili ya kila eneo kwa damu ya Yesu. Mungu wetu umejaa huruma, Mungu wetu umejaa neema, Mungu wetu umejaa rehema, Mungu wetu umejaa huruma. Tunakuomba achilia rehema yawe, tunakuomba achilia rehema yawe, tunakuomba achilia rehema yawe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, 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 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tumeomba kuamini na kupokea. Amen. Amen. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu, asante kwa neno lako ambalo umeliachilia kwa ajili ya siku ya leo. Ninakusihi kwa kadri ya wingi wa uweza wako Bwana, utupe neema. Hebu mwambie Mungu akupe uwezo wa kuweza kulisikia neno lake, akupe neema ya kuelewa na kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa ni kitu kimoja kusikia neno la Mungu na kitu kingine cha pili kupokea. Tunasikia na kuna hatua ya pili ya kupokea kwenye moyo. Neno linaloingia kwenye moyo ndio linaloweza kubadilisha maisha ya mtu, au kumponya, au kumfungua, au kumuingiza kwenye hatua nyingine. Mara nyingi watu wengi tunaishia tu kwenye kusikia. Tunaishia kwenye kusikia, lakini hatupokei. Kinachopokea neno ni moyo. Na neno likishaingia kwenye moyo, lazima linda sana moyo wako ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Neno linapolekewa kwenye moyo na transform, linakuwa uzima, au linakuwa njia, au linasababisha wokovu kwenye maisha ya mtu. Hebu mwambie Mungu leo, naomba unipe uwezo wa kulielewa neno lako na kulipokea. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunasogea mbele zako. Tunakusihi kwa kadri ya wingi wa uweza wako na nguvu zako, katupe neema ya kulipokea neno lako na kulielewa, ya kulipokea, ya kusikia na kuelewa na kupokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, kusema kwetu mbele zako Bwana, tunaomba capacity ya kusikia, tunaomba capacity ya kuelewa, tunaomba capacity ya kupokea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Tumeomba kuamini na kupokea. Amen. 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 Naomba radhi, kwenye tangazo nilikuwa nimeandika tarehe ya saa 5 usiku. Nimekuja kubadilisha very late, sikuangalia kama nimeandika saa 5. Haleluya. Lakini hajaribika kitu. Kichwa cha habari kinachotuongoza leo, neno la Mungu siku ya leo, ni jinsi ya kutumia nguvu ya mtazamo uliopewa na Mungu ili kupata matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Tumia nguvu ya mtazamo kutengeneza matokeo. Haleluya. Mtazamo ndani ya mtu. Kwanza lazima kujua mwanadamu, cha kwanza ni roho. Ana nafsi, anakaa katika mwili. Cha kwanza mwanadamu ni roho, ana nafsi, anakaa kwenye mwili. Cha kwanza ni roho, ana nafsi, anakaa ndani ya mwili. Huu mwili tuliopewa na Mungu
ni kwa ajili ya kuishi kwenye hii dimension tuliopo ya ulimwengu wa damu na nyama. Hauwezi kiumbe chochote ka exist kwenye ulimwengu wa damu na nyama pasipokuwa na mwili. Roho haina authority ku exist kwenye ulimwengu wa damu na nyama pasipo ku operate through mwili. Hakuna roho yenye access ya kutenda kazi duniani pasipokuwa na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi wenyewe sisi ni viumbe ambavyo vimebeba a lot of abilities. Hapa ninapoongea na wewe huu ni uwezo. Hii ni uwezo. Nikilia ni ability. Nikiomba ni ability. Nikitembea ni ability. Nikilala ni uwezo. Nikilia ni uwezo. Kwa hiyo kuna uwezo wa namna mbalimbali ndani ya mwanadamu. Kuna uwezo mbalimbali Mungu ameweka kwenye roho zetu, kuna uwezo mbalimbali Mungu ameweka kwenye nafsi zetu, kuna uwezo mbalimbali Mungu ameweka kwenye miili yetu. Kwa hiyo tuna diversity of abilities kwenye kila realm, kwenye realm ya mwili ambayo tunaweza tukaita ni vessel ya rohoni, vessel ya kwenye nafsi na vessel ya kwenye mwili. Hivi vyombo vyote vitatu, kila chombo kina utendaji kazi wake. Chombo cha nafsi kina utendaji kazi wake, chombo cha roho kina utendaji kazi wake, chombo cha mwili kina utendaji kazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha muhimu ambacho kila mmoja lazima ajue wakati Mungu amekupa nafasi ya kuendelea kumjua zaidi. Mungu mwenyewe ni uweza ulioko juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unakuta Mungu amempa mwanadamu uwezo kwenye akili wa kuelewa, kufanya maamuzi, kuwaza, kufikiri. Vyote hizi au ni uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu kwa namna yake, kwa jinsi yake, na awe ameokoka hajaokoka, ana uwezo wa kusikia, ana uwezo wa kuelewa, ana uwezo wa kutazama na kufanya maamuzi mbalimbali kwenye maisha yake. Katika kitu kikubwa ambacho Mungu amempa mwanadamu ambacho akiingilii ni maamuzi. Ni maamuzi. Mungu atakuelekeza cha kufanya, lakini maamuzi ya kufanya au kutokufanya ni wewe. Ndio maana wakati kabla Adamu hajala lile tunda Mungu aliwapa maamuzi. Aliambia mkila mti huu wa mema na mabaya hakika mtakufa. Kwa hiyo Mungu aliwaachia sehemu ya choice. Muamue, msipokula mtaishi, mkila mtakufa. Hakika. Na kweli walipokula walikufa, lakini kupitia kitengo gani cha maamuzi? Uwezo waliopewa kuamua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka kukubariki au akitaka kukuongeza, iwe umeokoka hujaokoka, atakupa kwa measure ya uelewa ulionao kwenye hilo eneo. Unapomwona mtu amefanya kitu amefanyikiwa sana, ina maana ile eneo kuna ukubwa wa kulielewa hilo jambo. Unapomwona daktari wa moyo anamfanyia mtu operation, anamaliza, ujue yani kuna uwezo anao, kuna uelewa alionao mkubwa kuhusu kufanya operation ya moyo na mgonjwa akapona na akaendelea akawa salama. Unapomwona mtu anafanya biashara akafanikiwa sana, kuna uwezo ameujua, kuna kitu ambacho amekielewa, kuna understanding alionayo kwenye ile biashara anayofanya, ndio maana amefanikiwa. Ukitoa uwezo ambao Mungu amempa mtu, hauwezi kupata matokeo. Na hivyo hivyo kwa Mungu wetu, Mungu kufika mahali kukubariki kwa measure fulani, ina maana Mungu ataachilia neema kwa ukubwa wa uelewa wako kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Ataangalia unaelewa kiasi gani ili aweze kuachilia baraka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kumjua Mungu, jitahidi sana kuwa na bidii ya kumjua Mungu. Anasema kwenye lake mjue sana Mungu liwe na amani, ndio mema yatakapokujilia. Kwa hiyo kuna measure ya kumjua Mungu inaweza sababisha mema kukujilia. Mungu hawezi kukupa zaidi ya unavyojua. Na kwenye kukua kwenye kumjua Mungu kuna tofautiana. Watu wana level mbalimbali za kumjua Mungu. Na kwa kadri ya bidii ya mtu alionayo kumjua Mungu ndivyo anavyozidi kukua. Ndivyo ambavyo mema yanamjilia. Ndivyo ambavyo milango mingi inafunguka. Ndivyo anavyozidi kufanya vitu vingi kwenye maisha yake, kwa sababu anafanya kwa measure ya understanding alionayo kwenye kila eneo.
kwenye malezi ya watoto, kwenye ndoa, kwenye kazi, jinsi ya kuishi na watu. Yote haya ni measure ya understanding ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa napenda kulay foundation to that area. Kwa hiyo kuna level ambayo kila mtu anatakiwa ajitahidi kuhakikisha kwenye maisha yake kila siku anakuwa. Yaani lazima kuwa na bidii ya kukua kwenye kila eneo, iwe ni maeneo ya upande wa Mungu, au upande hata wa kazi, au upande wa kuishi na watu, au upande hata wa kuishi kulea watoto wako. Yaani kuna namna ambavyo inabidi utafute knowledge ukua. Kwa sababu Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kinachosababisha mtu asiangamizwe ni maarifa alionayo. Kwa hiyo ukimweka mtu ukatoa maarifa, ni maangamizo yanafuata. Maarifa ni muhimu sana kwa kila kiumbe kilichoumbwa na Mungu. Yaani ile ni kitu ambacho Mungu ameachilia kwa ajili ya kuchochea ukuaji wa mwanadamu ambao Mungu amemuumba. Knowledge is very key. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kuna level ambazo kuna mtu anaweza sawa amemjua Mungu. Kuna level ya Mungu amemjua. Kumjua Mungu ni kitu kimoja. Unatakiwa utoke tena kutoka kwenye kumjua Mungu, ubadilike kwenye eneo ya kuwa kile unachomjua Mungu. Kwa sababu mfano mtu anaenda, labda nitatoa mfano ule anaenda anasomea labda moyo, anasomea mambo ya figo, alafu anamaliza anaqualify kabisa kwamba amemaliza yale masomo, alafu mwisho wa siku akakaa nyumbani afanye chochote kile alichokifanyia kazi, hakubali kuwa kile ambacho amekisomea. Mwisho wa siku ni kama vile alipoteza resources, alipoteza muda, alipoteza hata hiyo ile aliyolipia labda kwenda kusomea hicho kitu alichokisomea. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kila mtu, hata kama unajua, lazima ufike hatua nyingine ya kuwa kile unachokijua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima kutoka hatua moja, kile ulichokisikia sawa, kile ulichokijua sawa, lakini nafikia tena hatua nyingine sasa ya kuwa kile unachokijua. Haleluya. Kuna level ya kujua kweli na kuna level ya kuwa hiyo kweli. Neno la Mungu nasema mtaijua kweli na hiyo kweli itaweka huru. Hiyo kweli unayojua inatakiwa ikuweke huru. Je, kweli unayojua imekuweka huru kiasi gani? Unajua kweli imeandikwa kwamba kwa kupigwa kwake nimepona. Yaani yuko niko eneo la unajua kabisa Yesu anasema hivi, kwa kupigwa kwangu umepona. Je, ukiumwa umeshajua kwa kupigwa kwa Yesu umepona? What are you doing? Kwa sababu hiyo ni knowledge unayo. Je, ukiumwa kinachofuata kwenye akili yako next ni what? Kwa sababu hiyo ni knowledge unayo. Hayo ni maarifa unayo. Je, umeshafikia hatua ya kuwa kile ambacho Yesu amesema? Kwa sababu anasema kweli yangu itawaeka huru. Ukisha kuwa unachokijua, hakuna kinatachoshindikana kwako. Na katika kitu Mungu anatafuta kwa wanadamu ni kuwa kile ambacho Mungu anasema. Na unakuaje kile Mungu anachosema? Kwa kusoma neno lake. Kuna mahali Yesu anasema hivi, yeye ni mwanzilishaji na mkamilishaji wa imani. Kama ni mwanzilishaji, anatamani kuona watu wake wanaona kile alichokianzisha, wanafuata mpaka vile alivyokamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana. Yesu, Mungu anatamani kila mtu aliyemuumba kwa sura na kwa mfano wake awe vile alivyosema yeye. Anasema tumfanye mtu kwa sura. Kwa sura. Hichi kibeni ambao nisikilize sana. Kwa sura na mfano wetu. Hapa nitatamani kukuuliza swali. Toka umemjua Yesu, ni kitu gani ambacho Mungu akikiangalia kwako anaona sura yake? Kwa sababu kuona sura sio sura yako hii ya mwili. Sura yako kuna vitu vya Mungu ambavyo Mungu ameshasema nawe for long time. Je, vile ulivyovisikia Mungu akiviangalia vimeanza kutengeneza, kwa sababu neno lake linaanza kukutengeneza, kuanza kukurestore sura ya Mungu. Toka umeanza kuokoka kuna mchakato wa kuanza kurestore
sura ya Mungu, likeness of God. Kumbuka anasema wewe ni mwana wake, sisi ni wana wa Mungu. Anasema wote waliompokea wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Kila siku tunafanywa wana wa Mungu. Je, kila siku itwayo leo, je, kuna vitu unavipokea na vimeanza kubadilisha, umeanza kupatake image, umeanza kuwa image, umeanza kuwa sura, umeanza kuwa mfano? Je, neno unalolisikia kila siku, unalolisoma kila siku personally, ni vitu gani ambavyo umevichukua, ni knowledge gani umezichukua zikaanza kukubadilisha, kukapcha sura ya Mungu? Kwa sababu neno la Mungu ni Yesu, na Yesu ni neno, na neno ni Mungu. Unapoliona neno la Mungu tunalolisoma hata sasa hivi, huyu ni Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, nayo neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu. Yesu alikuja kwetu kwa jinsi ya mwili, lakini Yesu ni neno, na Yesu ni Mungu. Na unapolisoma neno la Mungu kila siku, ndivyo unavyozidi kupatake image of God, ndivyo unavyozidi kufanywa kama Mungu, unazidi kuchukua sura ya Mungu. Anaposema ombeni msiingie majaribuni, Yesu alikuwa anaomba. Ni mtu alikuwa wa wilderness, kila wakati alikuwa anaomba, kila mahali, kila wakati alikuwa kwenye uwepo wa Mungu. Sikwambii kwamba uache kazi uombe, lakini lazima uwe na lifestyle of prayer, lazima uwe na lifestyle ya maombi. Anasema ombeni ili msiingie majaribuni. Je, unaomba usiku? Kwa sababu unapoanza kuchukua hiyo sura, hiyo unaanza kuchukua tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni nini? Tunaiga. Yesu anasema yeye ni mwanzilishaji wa imani, kwamba imani, kwa neno lako unapolisikia linatakiwa lihamishwe kuwa imani. Je, Yesu akikutazama anaposema ombeni msiingie majaribuni, Yesu alikuwa ni mwanadamu kama sisi, alikuwa ni Mungu lakini akauvaa wanadamu, lakini alikuwa na maisha ya kuomba kwa bidii. Na kunafika baada akasema ombeni kwa bidii msiingie majaribuni. Na ile Yesu alichokuwa anafanya, anatuonyesha mfano kwamba hivi ndivyo sura ya Mungu inatakiwa kuwa. Je, are you taking that? Nimetoa tu mfano huo. Anasema mimi ni njia, mimi ni kweli, mimi ni uzima. Anaposema hivi, ina maana anakuambia kwamba neno langu ni kweli. Kwa hiyo kuna sehemu za kweli juu yangu unatakiwa uzijue, na wewe uwe hiyo kweli. Kuna vitu kuhusu mimi unatakiwa uvijue. Ukishavijua itakuwa kweli kwako, afu itafika mahali hii kweli itakuwa wewe, utakuwa hiyo kweli. Ikisema kwa habari ya njia, nimesema Yesu anasema mimi ni njia. Kwa kuna mahali utajua kwamba Yesu ni njia, alafu kuna mahali wewe utafanyika njia kwa ajili ya watu, kwa ajili ya makabila, kwa ajili ya taifa, na wengine watapita kwa sababu wewe umefanyika kuwa njia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongelea kwa habari ya kutumia mtazamo wako kwa ajili ya kubadilisha mazingira yako. Inabidi itoke kwa habari ya kuangalia neno, ilo neno libadilike, ulivae, ulichukue ilo neno liwe wewe. Yesu anasema mkiniamini, kazi nilizozifanya mtazifanya. Mkiniamini, kazi zote nilizozifanya mimi mtazifanya. Hebu jiulize, hizo kazi Yesu anasema utazifanya, ukijiuliza unazifanyaje? Ina maana kuna mahali itafika utamjua Yesu kwa kiwango ambacho utampersonalize ndani yako, utakuwa wewe na yeye kitu kimoja, kiasi kwamba zile kazi atakuwa anazifanya through you. Utaanza kumreflect yeye kama jinsi unavyojitazama kwenye kioo. Unapojiona sura yako, itafika mahali kwa jinsi ambavyo unaendelea kulitazama neno la Mungu, unafika mahali unafanana nalo. Haleluya. Katika kitu ambacho Mungu anatazamia kwa watoto wake ni kuwa jinsi yeye alivyo. Kuna mahali Yesu akasema, alikuwa anahubiri injili,
wanafunzi wake Mafarisayo na Masadukayo wakaanza kumchallenge Yesu alipokuwa anasema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Akasema anayenikubali mimi amemkubali, anayenikubali mimi amemkubali Mungu, na asiyemkubali yeye, asiyempokea yeye hajampokea Mungu. Wakaanza kumchallenge, kwa maana ina wewe unatuambia kwamba wewe ni Mungu? Akaambia no, mimi sijasema mimi kwenye, akasema kwenye neno lenu hamna mahali mmeandika kwamba nyie ni miungu. Akimaanisha nini? Nyie ni pateka wa image ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nyie mnareflect Mungu. Ukishamuita mtu mwana wa Mungu, Mungu anazaa nini? Anazaa Mungu mwingine. Sisi ni wana wa Mungu chini ya Mungu mkuu. Neno la Mungu linaitwa mfalme wa wafalme. Mungu wa miungu au wafalme ni wakina nani? Mfalme wa wafalme. Hao wafalme ni wakina nani? Zamani kabla sijajua kwa undani juu ya hii kuitwa mfalme wa wafalme, nilikuwa najuaga ni mfalme juu ya falme za giza. Lakini mfalme wa wafalme, anasema Mungu akamnunulia Mungu watu toka bila lugha, jamaa na mataifa, akawafanya wafalme kwa Mungu wetu. Kwa hiyo sisi tumefanywa kuwa wafalme. Kwa hiyo Mungu anaitwa mfalme wa wafalme. Anaitwa Bwana wa mabwana. Mabwana ni wakina nani? Ni sisi hapa. Haleluya. Na kama sisi ni bwana wa mabwana, hakuna bwana asiye na vitu chini yake. Hakuna bwana asiye miliki vitu chini yake. Ukiona Mungu anakuita bwana wa mabwana, ina maana wewe ni bwana na lazima kwa kuna vitu una possess chini yako. Je, wewe una possess nini? Unamiliki nini chini yako? Kwa kuwa ni bwana. Wewe ni bwana kwenye familia yako, ni bwana kwenye dunia hii uliopo. Ni vitu gani mpaka sasa una possess kama bwana? Hakuna bwana asiye na vitu chini yake. Haleluya. Tukifika mahali pa kuhusu mitazamo, lazima tufike mahali pa kutazama vitu kama Mungu. Ametupa hiyo access ya kufanyika watoto wake, ya kuwa watoto wake, ya kuwa kama yeye. Kuna mahali Yesu anasema kama mnavyomuona baba anavyofanya, na mimi ndivyo ninavyofanya. Ina maana Yesu ana reflect kile ambacho Mungu anafanya. Kama tunavyojua kwenye familia, watoto wanaiga kila kitu mzazi anachofanya. Wanakuta unaongea Kiswahili, over time mtoto anaanza kuongea, ana reflect your language automatically. Mtoto anaiga jinsi wewe ulivyo. Tokea mdogo anaiga, akikuona unaosha vyombo na hata mwisho wa siku atakiosha chombo. Akikuona unafuta, utamwona mtu anachukua hata mtoto mdogo sana, na ataanza kufuta, anaiga unachokifanya. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu, anatamani tumreflect yeye. Kila mahali tumreflect yeye. Sema kuna hali shetani ametuweka iko very duni. Mitazamo yetu iko very duni. Tumejiweka kama watumwa, na kati Mungu anataka yani yeye tuwe kioo, yani tumreflect yeye. Watu wakituona sisi wamuone yeye. Ni vitu gani kwenye maisha yako vinamreflect Mungu? Ni mitazamo gani ambayo umeitumia kutengeneza matokeo kwenye maisha yako kiasi kwamba mtu akiona anasema huyu ni Bwana? Ni kitu cha muhimu. Sisi ni wawakilishi wa Mungu duniani. Mungu akitutazama anatamani kujiona yeye. Akuone jinsi unavyomwakilisha, kama jinsi ambavyo Yesu alivyokuja duniani akauvaa mwili 100% akawa kama mwanadamu. Hivi unajua Yesu alikuwa mwanadamu 100%? Lakini anasema nalolisikia baba nalolisema ndilo nalolifanya. Naloliona baba nalifanya ndilo nalolitenda. Mungu anatarajia kila mtoto wake analisoma neno lake awe kile ambacho amesema. Wewe sio kitu kimoja na kufeli. Wewe ni kitu kimoja na Kristo. Anasema yeyote aliyeungamanishwa na Kristo ni kitu ni roho moja naye. Fikiria.
Mungu ametupa sehemu yake. Anasema yeyote aliungamanishwa na Bwana, Wakorintho wa kwanza 6, aliungamanishwa na Bwana ni roho moja naye. Hivi unajua wewe ni roho moja na Bwana? Na mtu mwingine akikusikia una declare hivyo anaweza kuona unajidai unataka kutuambia wewe ni Yesu. Hapana, neno lake linasema. Neno lake linasema mimi nikiamka asubuhi lazima nikiri mimi ni roho pamoja na Kristo. Mimi anasema yeyote aliunganishwa na Bwana ni roho moja pamoja naye. Mimi ni roho moja pamoja na Kristo. Yesu ni roho moja na mimi na Yesu ni kitu kimoja. Ni kitu kimoja. Nikisema ni Yesu amesema, nikitembea ni Yesu ametembea, na mreflect Yesu amesema kwenye neno lake, sio neno langu. Huo ndio mtazamo natakiwa niwe nao. Nikienda kwenye biashara ninaenda pamoja naye, nafanya biashara pamoja naye, ninalea watoto wangu pamoja naye. Nikiomba Yesu yuko ndani yako, hamjatenganishwa naye. Siku umeokoka Yesu aliingia ndani yako. Sasa mpaka iwe sasa hii ya Yesu kuwa ndani yako iwe activated, ni mpaka ufikie level ya kuelewa. Kuna uungu Mungu ameweka ndani yetu, unakuwa activated kwa level ya your understanding. Bwana Yesu asifiwe. Usipofika mahali pa kupersonalize kwa kufanya kile ambacho Mungu amesema kuwa ni chako, hauwezi kuwa kile ambacho Mungu amesema. Kuna mahali Paulo anasema nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Yaani Paulo ana uhakika na nacho anayemfuata. Anasema nifuateni, mimi siwapotezi, mimi namtazama Yesu mbele yangu. Kwa ukinifuata ukikanyaga hatua kila ninapotoa hatua zangu, unamfuata Kristo pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumemwona Paulo mara nyingi wanamuua mara ngapi? Wanamuua sasa hivi kabisa, watu wanamuona kabisa amekufa, anafufuka baadaye. Akishafufuka yani wanamkuta tena upande wa pili anahubiri injili. Ni kitu gani kilichokuwa kinasababisha anaishi? Alifika mahali akazichukua chapa za Kristo, kiasi kwamba ukimpiga yani ni kwamba unapoteza muda. Yesu ndo anaoperate. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma neno la Mungu tunaona ni la Mungu, tunasoma tunaliacha hapo, tunasoma kwamba hii ni sura ya Mungu. Kuna vitu gani ambalo leo natakiwa nipateke? Ni vitu gani naposoma neno la Mungu nianze kujua mimi nilivyo? Kwa sababu kuna mahali inabidi ufike, na nitawaelekeza kwa neno la Mungu hapa. Umjue Mungu ili ujijue wewe. Kwa sababu usipomjua Mungu huwezi kujijua wewe. Kwa kuwa Mungu ndio anayekujua wewe, na unavyomjua yeye unaendelea kujijua wewe. Ndio maana ni muhimu kusoma neno, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Unapolisoma unapateke, unachukua mtazamo wa kuwa kama yeye. Haleluya. Amen. Wakorintho wa kwanza mtaanzia mstari wa 13, 11 mpaka 12. Neno la Mungu linasema, nilipokuwa mtoto mchanga, huyu ni Paulo anaandika, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nilifahamu kama mtoto mchanga, nilifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Umeona level? Inama kuna level ya understanding ambayo huyu mtoto alikuwa anakuwa. Na hivi ndivyo walivyo watu wote wanaokoka. Kuna level of understanding. Kuna level ya utoto. Unakuwa na kusema unasema kama mtoto. Lakini kuna watu mpaka leo, pamoja na kwamba ni mtu mzima, pamoja na kwamba amekaa kwenye wokovu hata miaka 10, bado anaomba kama mtoto.
Ukitaka kujua utoto alionayo, msikilize jinsi anavyoomba. Na mtu unaweza kukuta amekaa miaka 20 kwenye wokovu. Msikilize declaration zake. Angalia maisha yake. Unaona kabisa ni kama mtoto mchanga wa kiroho huyu. Ukimkutanisha na mtu ambaye ameokoka, amekaa mwaka mzima na ameanza kuwa serious na Mungu, ukimpatanisha na mtu utakuta ni vitu viwili tofauti. Na ukiambia huyu mtu ana miaka 20 kwenye wokovu, na huyu hapa ana miaka 2 au ana mwaka mmoja kwenye wokovu, ukamona yule ana miaka 2 na yule mwenye miaka 20, vitu anavyovifanya, utaweza kufikiria yule mwenye miaka 2 au mmoja, huyo ndo unaweza kusema ameukulia wokovu. Nitajuaje hujakuwa? Nitajuaje mtazamo wako haujakuwa? Nitakusikiliza the way you pray. Nitaangalia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nitaangalia vitu vyako unavyovifanya kwenye kumtumikia Mungu. Nitaangalia jinsi unavyoishi. Nitaangalia uhusiano wako na Mungu. Nitajua wewe ni mtoto mchanga, mtazamo wako ni wa kitoto, au mtazamo wako ni umeshakuwa. Hizo ni levels. Hapa Paulo anasema, tokea hapo anasema nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, maturity in the spirit, nimeabatilisha mambo ya kitoto. Unabatilishaje mambo ya kitoto? Unabatilishaje mambo ya kitoto? With the level of understanding you have over God. Unabatilishaje utoto katika roho? Unabatilishaje utoto katika Bwana? Unabatilishaje utoto katika Mungu? Unabatilishaje utoto kwenye maisha yetu ya kawaida? Ni level ya knowledge ulionayo. Level ya knowledge ulionayo. Hakuna mtazamo wa mtu unaweza kubadilika zaidi ya knowledge alionayo. Mtazamo wa mtu unatengenezwa na kile alichokijua. Vitu alivyo program kwenye akili yake kupitia vitu anavyosikia, vitu anavyosoma, maisha mazingira anayokulia, foundation yaliyotokea, na jinsi anavyojifunza kila siku. Mtazamo hautengenezwi bila kuwa na knowledge. Mtazamo wako unatokana na jinsi ya level ya ufahamu au maarifa ulionayo. Nikitaka kukuangalia vitu vyako unavyovifanya, ninaangalia maarifa ulionayo. Kuna kitu kimoja nataka niulize kila mmoja hapa. Hivi ulishajiulizaga wakati Musa anapewa kuwatoa na Israeli Misri? Wakati Ibrahim anaambiwa toka kwenye nyumba ya baba yako uondoke mpaka kwenye nchi iliyokuandalia. Hivi ulishaikuwazaga hao watu walikuwa wana Bible? Kulikuwa hamna Biblia kuongoza kwamba unatakiwa ufanye hivi ili uweze kupatia. Mungu unatakiwa umwabudu hivi. Ulishawahi kujiuliza hao watu waliongozwa na nini? Hao watu walifikia level ya kuwa na knowledge kupitia tu vitu wanavyoviona vinavyowazunguka. Akiona jiwe amemwona Mungu, akiona mlima amemwona Mungu, akiona maji amemwona Mungu. Yaani kuna namna ambavyo ilikuwa inasababisha kujua uwepo wa Mungu upo. Na Mungu alikuwa mwingi sana kwa kusema nao, kuwaongoza, kwa sababu walikuwa wana sikio la kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi leo tuna resources, tuna neno. Siku hizi Biblia unaweza kusikiliza hata kwa sauti. Unaweza ukasoma. Kuna mafundisho. Lakini je, kwa nini mitazamo haibadiliki? Biashara yako ina reflect mtazamo wako.
Tuko kwenye somo la kutumia nguvu ya mtazamo wako kubadilisha matokeo yako. Biashara yako inakureflect wewe. Maisha yako yana reflect mtazamo wako. Ndoa yako inatengenezwa na mtazamo wako. Mazingira yako jinsi ambavyo umeyapanga ni mtazamo wako. Kuna communication pale, ndio mtazamo wako. Inakureflect wewe. Kama unavyojitazama kwenye kioo, ukijiangalia ujue kwamba biashara yako inakureflect wewe. Kama level yako ya kufanya vitu vyako ni kwenye level ya mtoto mchanga, itareflect kama mtoto mchanga. Kama kusema kwako kuna reflect utoto mchanga, biashara yako itakuwa inasema verbal in the spirit kama mtoto mchanga. Maturity ya biashara yako ni maturity ya mtazamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ufike mahali kuombea mtazamo wako. Haleluya. Mtazamo una program your atmosphere. Mtazamo una program your world. Watu wana reflect mtazamo wako. Ukiwaza kufeli, kuna signal zinatuma kwenye ulimwengu wa roho kupitia your neurons kuwasiliana na watu over your mtazamo. Watu watakuwa kwako sawa sana mtazamo ulionao. Wanadamu tuna communicate verbally. Pasipo kujua unaweza communicate na mtu. Ndio maana unaweza ukaingia kwenye nyumba ya mtu ukashangaa unasikia huzuni. Ile nyumba ni kwamba the frequency of that house ina huzuni. Unaweza kukutana na mtu ukawa na furaha. Yule mtu amebeba atmosphere ya furaha, ana mtazamo wa furaha. Unaweza kukutana na mtu, yani umekutana naye tu hivi ukaongea naye uchungu. Unaweza kusikia uchungu. Ujue yule mtu ana perception ya uchungu, amebeba atmosphere yake imejaa uchungu. Kwa anapotokea kwako verbally una communicate ule uchungu alionao. Haleluya. Wewe mtazamo wako ni mtazamo wa vitu gani? Katika kitu shetani ametrigger na kucheza nacho kwenye maisha ya watu ni mtazamo. Kuvitazama vitu tofauti. Unatakiwa vitazame vitu kwa neno la Mungu. Yesu anavyoviona ndivyo. Neno la Mungu lina jawabu la kila kitu dunia hii. Kila kitu kiko kwenye neno lake. Lazima ufike mahali na kujibu na kurespondi kwenye kila kitu sawa sawa na neno la Mungu ambalo ndiye Mungu. Unapo-apply neno la Mungu, una reflect neno la Mungu kwenye ile situation. Kwa hiyo kinachoshughulikia ile situation ni Mungu ambaye ni neno lake, kulibadilisha kuwa tofauti. Huo ndio tunaposema tunaubeba mtazamo wa Mungu kwenye hii failure na kulibadilisha. Je, kwenye vitu mbalimbali vilivyokushinda umeweza kuchukua neno la Mungu kwa mtazamo kiasi gani wa Mungu juu ya hilo eneo, ukapeleka mtazamo wa Mungu juu ya hilo neno? Kama anasema kwa kupigwa kwake mfano nimepona, ni lazima nichukue mtazamo wa Mungu juu ya magonjwa yangu, nipeleke ule mtazamo juu ya ule ugonjwa, niseme wewe ugonjwa sikia, kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Sikia neno la Bwana. Kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Hapo ndipo unapouhamisha mtazamo wa Mungu, unauweka kwenye ile scenario. Ile scenario lazima litii neno la Mungu. Yesu anasema ukiwa huna mashaka, ukauambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, na usiwe na shaka na neno litamka litakuwa lako.
That is, ile neno ni halisi. Mara ngapi umeona milima kwenye maisha yako, ukalichukua ili neno, ukauambia ewe mlima sikia neno la Bwana. Wewe ni mlima. Kwa jina la Yesu Kristo aliye na kuinua na kukutupa baharini. Alafu usiwe na shaka moyoni mwako. Lazima ureflect mtazamo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni sura na mfano wa Mungu. Ni sura gani umezichukua sio za Bwana? Kutokana na mazingira ambayo umekaa muda mrefu, ukachukua sura ya yale mazingira. Kutokana na mateso uliokaa muda mrefu, ukachukua sura na mfano wa yale mazingira. Na mwisho wa siku, sababu umechukua ile sura na mfano wa yale mazingira, basi umekuwa kama yale mazingira, umekuwa kwa mfano wa yale mazingira. Kuna wakati Yakobo alipoona Labani anamdhulumu kuhusu mifugo, anasema katika njozi akaona amechora kama papi, akaziweka kwenye maji, ili wale mifugo inapokuja kunywa maji, zile papi akaziweka mistari ya pundamilia. Wale mifugo walipokuwa wanakuja kunywa maji kwenye aliweka ile miti, wale mifugo walipokuwa wanakunywa maji, kuna maana kwenye yale maji kwenye zile fimbo kuna ile mistari ina reflect kwenye yale maji. Kwa hiyo wakinywa wale maji, anasema pale wale mifugo walikuwa wanachukua mimba wakiwa wanakuja kunywa maji pale. Wanapokuja kunywa maji pale, ile mistari ya milia aliyoweka kwenye zile fimbo ina reflect kwenye ile maji. Kwa hiyo ikafikia mahali wale mifugo walipoanza kuzaa, wakaanza kuzaa mifugo yenye ile milia ile mistari. Kwa nini? Kwa sababu walikaa kwenye yale mazingira, wakareflect, wakaanza kuzaa sawa na mazingira. Ni vitu gani ulitunga mimba ukawa mfano wa yale mazingira? Kwa sababu ya ukaa kwenye situation muda mrefu, ukapatake the image ya yale mazingira, ukafanana na yale mazingira, ukazaa kwenye yale mazingira. Kwa unajikuta kwenye maisha una vitu ambavyo umezalia kwenye mazingira ambayo hayakuwa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu vingapi tumezalia kwenye mazingira ambayo hayakuwa sawa? Kutokana na mitazamo tuliotengeneza kwenye yale mazingira, tukazaa hapo. Tukachukua sura za yale mazingira, tukafanana na yale mazingira. Na katika kitu shetani anatajitahidi ni kuhakikisha kwamba, yani anahakikisha wewe unatazama yale mazingira mpaka ufanane nayo. Anakwambia hili uwezi. Yani umeshafeli mara 3, uwezi hili. Badilisha. Uwezi. Unachukua lingine. Unabadilisha, unafanya alifanyiki, uwezi. La 3 uwezi, unafika mahali unasema sifanyi tena. Kwa hapo umekubali nini? Kufanana na yeye, kile unachokisikia kwa shetani. Umekubali kuzaa lile ambalo umelisikia, ukachukua mtazamo wa kile ulichokisikia, ukaanza kufanana nacho. Haleluya. Ukisoma, nimesoma Korinto wa kwanza 13:11, nasoma 12, anasema maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Ni vitu vingapi vya Mungu unafahamu kwa sehemu?
Lakini kwa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana, kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Atajua sana kama jinsi anavyojuliwa sana. Nani anayemjua sana Paulo? Nani anayekujua sana wewe zaidi ya Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, aliyekuja duniani kwa jinsi ya mwili, akavaa mwili kama sisi, aliyekuwa neno akaja duniani akavaa mwili? Huyo ndio anayetujua. Yeye aliyekubali kuchukua damu kama sisi, yeye aliyekubali kuchukua mwili kama sisi, ili aweze kuitrapu dhambi na mauti kwenye mwili wake. Huyo ndiye anayetujua sana. Kwa ninaposoma neno la Mungu, ina maana lazima nijue kwamba hilo ndilo ninalonijua sana. Paulo anasema kwamba wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Ukitaka kufika mahali kujua kile usichokijua kuhusu wewe, inabidi ufike mahali pa kumwambia Bwana, natamani nikujue wewe sehemu ambazo mimi sikujui, ili nijijue mimi. Kwa sababu nikikujua wewe, nitajijua mimi. Sema, Baba, katika jina la Yesu, haleluya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninasogea mbele zako Bwana. Ninajua kwa sehemu, ninajijua. Ninajua kwa sehemu, ninajijua. Ninajijua kwa sehemu, ninajijua kwa sehemu. Ninayajua mazingira yangu kwa sehemu, ninayajua mazingira yangu kwa sehemu. Ninaujua ulimwengu wangu kwa sehemu, ninaujua ulimwengu wangu kwa sehemu. Na kuna vitu vingine sivijui kabisa. Na kuna vitu vingine sivijui kabisa. Sawa sawa na neno lako. Sawa sawa na neno lako. Kama Paulo anavyosema. Kwamba kwa sehemu. Kwa sehemu. Anajua sana. Anajua sana. Lakini kuna sehemu asiyojijua. Lakini kuna sehemu asiyojijua. Ambako anajuliwa sana. Ambapo anajuliwa sana. Wewe ndio unayenijua mimi. Wewe ndio unayenijua mimi. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuomba kuanzia leo. Nakuomba kuanzia ujifunue kwangu. Ujifunue ili nijijue jinsi nilivyo. Ili nijijue. Najua nikikujua wewe. Najua nikikujua wewe. Nimejijua mimi. Nimejijua mimi. Kama jinsi ya kujitazama kwenye kioo. Kama jinsi ya kujitazama. Nikikujua wewe nitajiona kama kujitazama kwenye kioo. Nikikujua wewe nitajiona kama kujitazama kwenye kioo. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu. Ninajua kuna mitazamo mingi ninayo. Ninajua kuna mitazamo mingi ambayo haitoki kwako. Ambayo haitoki kwako. Mengine yamkini ninajua. Mengine yamkini ninajua. Na mengine sijui. Na mengine sijui. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mtazamo wowote. Mtazamo wowote. Nilionao. Usiotokana na wewe. Usiotokana. Ulionifanya nimekuwa duni. Ulionifanya nimekuwa duni. Ulionifanya nimekosa vitu vingi. Ulionifanya nimekosa. Leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo kwa jina la Yesu. Kila mtazamo hasi. Kila mtazamo hasi. Kila mtazamo mfu. Kila mtazamo mfu. Kila mtazamo wa kipepo. Kila mtazamo Shetani alionipa. Shetani alionipa. Mazingira yalionipa. Mazingira yalionipa. Kuanzia kwangu na kwa uzao wangu. Kuanzia kwangu na kwa uzao na kwa ndugu zangu. Na kwa ndugu zangu. Na kwa wazazi wangu. Na kwa wazazi na wangu. wote ninaowaombea. Na wote ninaowaombea. Mtazamo wowote usiotokana na Kristo. Mtazamo wowote usiotokana. Ambao umekuwa limitation ya kufikia utukufu wa Mungu.
ambao umekuwa limitation ya kufikia utukufu. Na uvua huo mtazamo kuanzia saa hii. Najivua huo mtazamo kuanzia saa hii. Ewe mtazamo hasi, ewe mtazamo duni, na vyote vilivyozaliwa kutokana na wewe, najivua leo kwa jina la Yesu. Sura yoyote isiyotokana na Kristo, ambayo imenitengenezea mfumo wa maisha, kufanana kokote kule, kusikotokana na Mungu, kuliko nitengenezea mfumo wa maisha, najivua kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu jivue huo mtazamo, maana ni limitation kwako, maana ndio unasababisha matokeo ya biashara yako yanakuwa ni madogo. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kila mtazamo usio sawa sawa, adui uliovisha watoto wangu, uliovisha ndugu zangu, ulionivisha mimi, kwa jina la Yesu, huo mtazamo ambao umekuwa ni ukuta, umekuwa limitation, umenizuilia mambo mengi, umeniwekea magogo njiani, leo kwa jina la Yesu, ewe mtazamo hasi, kwa jina la Yesu, navua uzao wangu, navua ndugu zangu, kwa jina la Yesu, navua wazazi wangu, kwa jina la Yesu. Leo ni mwisho, ninakuparalyze. Utakuwa kizuizi mbele yangu, utakuwa ukuta mbele yangu, utakuwa giza mbele yangu, kuanzia leo. Mtazamo wa kitoto, mtazamo wa mtoto mchanga, mtazamo wa kitoto, mtazamo kwa mtoto mchanga, na uvua leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe mtazamo hasi, ewe mtazamo wa kipepo uliokuwa umeachiliwa kwangu ili kutengeneza maisha yangu, ili kutengeneza mfumo wa maisha yangu, leo huo mtazamo ninaupiga kwa moto, najivua huo mtazamo niliokuwa nao juu ya ndoa yangu, niliokuwa nao juu ya watoto wangu, niliokuwa nao juu ya ndoa, niliokuwa nao juu ya biashara, niliokuwa nao juu ya kazi, niliokuwa nao juu ya watu. Huo mtazamo wa mauti ninaukataa kuanzia leo. Wewe mtazamo sio sura yangu, ewe mtazamo sio mfanano wangu, kuanzia leo na kukataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, haleluya, amen. Ni kitu gani unachojua ambacho kutakiwa kukijua kilikuwa kimekutengenezea mtazamo? Ni kitu gani ulichokijua ambacho Mungu hakutaka ukijue na kukufanya kuwa tofauti na Mungu anavyotaka? Ni information gani ulisikiliza? Ni vitabu gani umesoma? Ni mahubiri gani ulisikiliza? Ni lifestyle gani umekopi kwa watu iliyokufanya tofauti na sura Mungu anayotaka uwe nayo, kiasi kama Mungu akikutazama hajioni? Ni mawazo gani ndani yako yanayotakiwa kutekwa nyara au kuyateka nyara? Unajua mambo mengi kuhusu Mungu, na unachokijua tu kwenye sehemu nyingine ni hichi Mungu hawezi kufanya. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kufanya. Hakuna. Ukifika mahali pa kumpersonalize Mungu,
ukamfanya sehemu yako, ukajua authority ulionayo, na kwamba utajikuta unafanya vitu kwa level za tofauti. Tumia energy ulionayo kuwaza mema, kama jinsi ambavyo ulitumia energy uliokuwa nayo kuwaza mabaya, kuona siwezi, ili hapa haliwezi kutokea, ili mlango hawezi kufunguka. Hiyo energy unayotumia kuwaza negative, itumie kuwaza positive. Utaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna matokeo yanayotoka nje ya mtazamo wako. Kingine ambacho natamani kukupa kama maarifa leo, biashara yako inatakiwa iwe na uhai wa kwako, ili iwe hai. Ukisoma kwenye Mhubiri, kuna mahali anasema Mungu ameweka eternity ndani yetu, ameweka umilele ndani yetu. Ule umilele Mungu alioweka ndani yako, hakikisha unakuwa kwenye kila kitu unachokifanya, ili hiyo biashara iwe hai. Eternity ambayo Mungu anasema nimeiweka ndani yenu, ni lazima ufike mahali hiyo eternity umwambie Bwana Yesu, I take this eternity, I put this eternity in my business. Kwa sababu eternity iliyoko ndani yako kiweka kwenye biashara yako, ina maana itakuwa ina operate kwa uzima na ile eternity ya Mungu iliyoko ndani yako. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi biashara kufa. Eternity ni milele, haiwezi kufa. Kwa nini biashara inakufa? Kwa sababu haina uzima ndani, haina umilele ndani. Eternity Mungu aliyoweka ndani yetu, umilele Mungu aliyoweka ndani yetu, lazima uwe activated, kusababisha vitu vingi kwenye maisha yetu viwe vina umilele. Hakuweka eternity ndani yetu in vain. Aliweka ifanye kazi, kwamba nikiweka mkono wangu kwenye kufanya kazi, the eternity is at work. Nikiweka eternity kwenye kila elimu ya watoto wangu, eternity is at work. Bwana Yesu asifiwe. Nikitamka eternity over my marriage, ina maana eternity is at work in my marriage. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani unatamani ki reflect the eternity God has kept in you? Kumbuka tunamreflect Mungu, na Mungu ameweka umilele ndani yetu. Huo umilele lazima uexpand, uguse kila kipengele cha maisha yako kiishi. Lazima ufike mahali pa kuactivate ile eternity ndani yako, iweze kuovertake viungo vyako vyote, kiasi kwamba adui akifika mahali pa kupiga kiungo chako, anakuta eternity is there. Bwana Yesu asifiwe. Akisema nataka kuua figo, anakuta eternity is there. Akisema nataka kuua ini, anakuta eternity is there. Akitaka kuua elimu ya mtoto, anakuta eternity is there. Akitaka kuua tabia ya mtoto, anakuta eternity is there. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwenye mtazamo wako kubadilisha ulimwengu wako na mazingira yako. Ukitaka ulimwengu wako ubadilike, lazima mtazamo wako ubadilike. Na mtazamo wako utabadilika kupitia knowledge ulionayo juu ya Mungu. Na knowledge ya Mungu unaipata wapi? Kwenye neno lake. Kwa kufika mahali pa kujua na kupersonalize lile neno liwe wewe, liwe sehemu yako, ulimeze liwe wewe. Mfano kama mimi naweza nikakwambia ninachokifanya. Ninatamka asubuhi na jioni. Mimi ni eternal being. Mimi ni kiumbe ambacho hakijawahi kuexist duniani. Kwa sababu imeandikwa nyinyi pamoja na kwamba mko ulimwengu huu, lakini sio ulimwengu huu. Kwa mimi lazima ni declare kila siku, pamoja na kwamba niko kwenye earth, I'm not of this earth. Chochote cha kwenye earth cannot destroy me.
Chochote kinachotoka kwenye nchi akiwezi kunidestroy, because I'm not of this world. I'm supernatural being. I'm an extraordinary being. Mimi ni mtu wa pekee. Mimi ni taifa takatifu. Mimi ni mtu nipendaye sana na Mungu. Huo ndio mtazamo wangu ninajitengenezea. Mtazamo nilionao ni kwamba hakuna silaha itakayofanyika juu yangu itakayofanikiwa. Nalichukua linakuwa mimi. Linakuwa mimi kiasi kwamba hata adui akija akitaka kupenetrate silaha yoyote haifanyiki, kwa sababu lile neno ndio mtazamo wangu. Yaani nimeshakuwa mimi. Nimelimeza kiasi kwamba lina reflect mimi. Niko fortified enough kwa lile neno kiasi kwamba ukifanya silaha yoyote against me, it cannot penetrate. Huo ndio mtazamo wangu. Mtazamo mwingine nilionao mimi, na yaweza mambo yote katika Kristo Yesu ananitia nguvu. Na yaweza mambo yote kwa namna gani? Yeyote aliyeunganishwa na Bwana ni roho moja pamoja naye. Ninayaweza mambo yote. Hata nisipotamka hilo neno pamoja naye, mimi naweza, kwa sababu mimi I know in my mind that naweza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya Kristo aliyeko ndani yangu. I can do all things. Na chochote ninachokifanya hakiwezi kufeli. Hiyo ndio mtazamo wangu. Siwezi kufeli. Why should I fail? Yesu hawezi kufeli. Na kufundisha tu programu ya mtazamo wako. Unataka uuze kiasi gani kwa siku? Tengeneza mtazamo, watu wausome mtazamo wako verbally. This is the day the Lord has made. Hii ni siku ya Bwana. Leo nitakuza mpaka jioni. Ukawaza hivyo, ukakiri hivyo, ukatazama hivyo, yaani utashangaa tu verbally your neurons watachukua zile taarifa na kuwasiliana na watu na kuwaleta kwenye biashara kuja kununua mzigo, kununua vitu vyako. Yamkini utakuwa uko nyumbani au umesafiri hata uko nje ya nchi. Lakini kwa sababu mtazamo wako ndio ulivyo, it will come to pass. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya mtazamo. Haleluya. Kuna neno moja natamani nikusomee ulielewe. Sitalifafanua sana, lakini natamani ulijue. Ili ni wewe. Lisikilize, ili neno ni wewe. Ili neno nalokutamkia sasa hivi ni wewe, na ulipersonalize, ulifanye lako. Uwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 2 mstari wa 6 mpaka wa 10, neno nalitamka juu yako na liwe wewe. Ulipersonalize wewe. Ulipersonalize kwa watoto wako. Ulipersonalize kwa ndugu zako. Ulipersonalize kwenye vitu vyako. Neno la Mungu linasema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke? Ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Mungu anakuangalia all the time. Is there for you. Is watching over you. You need to have, lazima ufurahi kwa ajili hiyo. Ukiamka unamwambia Bwana, mwanadamu ni nani hata umtazame? Asante kwa kuwa unanitazama. Asante kwa kuwa unatazama kazi yangu. Asante kwa kuwa unatazama biashara. Huo ndio mtazamo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umevikwa taji ya utukufu na heshima, my friend. Iwe shetani anataka ataki, mimi nimevishwa taji ya heshima na ya utukufu. Maana ya utukufu ni nini? Kwenye utukufu kunakaa vitu vingi. Kwenye utukufu kunakaa utajiri na heshima. Kwenye utukufu kunakaa hazina za Bwana. Hakuvishi tu utukufu usio na kazi, amekuvisha utukufu wenye vitu. Nikiwa na hiyo understanding kwamba
Mimi hapa nilipo nimevaa taji ya utukufu na heshima, na shetani anaiona, na nachojitahidi ni kwamba nisione, lakini I know mimi nimevishwa taji ya utukufu na heshima. Umemtazama juu ya kazi za mikono yako, umemtawaza. Mungu amekutawaza juu ya kazi za mikono yake. Ni kazi za mikono za Mungu zingapi unafanya? Mungu amekutawaza juu ya hizo. Unapofika kwenye biashara yako, mwambie Bwana Yesu asante kwa kuwa umenitawaza juu ya kazi hii ya mikono. Aliyekutawaza ni nani? Ni Bwana. Umeweka vitu vyote chini ya nyayo za miguu yake. Haleluya. Wewe ni mwili wa Kristo. Chini ya miguu yako ametisha vitu. Unajua kuna vitu vimetishwa chini ya miguu yako. Lazima ufike mwambie Bwana Yesu asante kwa vitu vyote ulivyotisha chini ya miguu yangu. Thank you Lord. Thank you Lord. Baba, naomba ufungue macho yangu niweze kuviona. Anasema amevitisha vitu vyote chini ya miguu yake, nyayo za miguu yake. Kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake, hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hamjaona vitu vyote kutiwa chini ya miguu yake. Kwa kuna shida ya nini? Hujaona. Tafuta kuona. Na kuona lazima Mungu akuone umechukua hatua ya kuviona. Haleluya. Anasema hajasaza kitu chochote ambacho hajakaa chini ya miguu yako. 9 anasema, ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu. Kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikirie utukufu. Umeshaufikiria utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Mateso ya Mungu ya Yesu yalikuwa na matokeo, na matokeo yaliyokuwa nani? Utukufu na heshima. Matokeo ya Yesu kuvaa mwili na damu pia ni kuvitisha vitu vyote chini ya miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno ni lako. Personalize it. Bwana Yesu asifiwe. Ninamaliza kwa kusema, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, namaliza kwa kusema, ukiwa wewe ni msikilizaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu aliyejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha uenda zake, maana akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo. Ukitazama neno la Mungu linaloleta uhuru na kukaa humo, yani kulifanya kuwa sehemu ya maisha yako, usiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuwa heri katika kutenda kwako, lazima ufikie mahali ureflect neno. Neno la Mungu liwe ndio kioo chako cha kujitazamia. Huwezi kujua kwenye una uchafu usoni usipojitazama kwenye kioo. Neno la Mungu tunapolisoma linatusaidia kujua wapi hapajakaa sawa sawa, wapi pana uchafu, wapi pa kuboresha, wapi pana mapungufu, wapi nina chunusi, wapi nimekula chakula labda nimekiacha mdomoni, wapi labda nywele zangu hazijakaa sawa sawa. Ni neno la Mungu. Hichi ndio kioo chetu cha kujitazamia. Nauliza swali, kioo chako cha kujitazamia ni nini? Kioo chako cha kutazamia kazi zako ni nini? Kwenye tangazo nilokuwa nimelituma, nimeonyesha ndege ana reflect kwenye maji.
Neno la Mungu kwako latakuwa li reflect vile. Ukijitazama ulione neno. Mungu akikutazama akuone kama kwenye glasi, akuone wewe, ajione yeye. Mungu akikutazama ajione yeye, aone sura yake, aone mfano wake. Akitazama kazi zake, Mungu yeye ni muumbaji, is God of creation, na sisi ametupa uwezo wa kucreate. Aone creativity ya kwako kwenye biashara, aone creativity, aseme huu ndio mfano wangu. She is creative like me, he is creative like me. Ameanza kuwa creative like a creator. Bwana Yesu asifiwe. Sema Baba, kwa jina la Yesu, Baba, kwa jina la Yesu, nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Ninakusihi leo. Ninakusihi leo. Unibadilishe. Unibadilishe. Nisiwe msikiaji tu. Nisiwe msikiaji niwe tu. mtekelezaji. Niwe mtekelezaji. Neno lako liwe kioo changu. Neno lako liwe kioo changu. Liwe kioo cha watoto wangu. Liwe kioo cha kutazamia juu ya ndoa yangu. Liwe kioo cha kutazamia juu ya ndoa yangu. Ndani ya neno lako nikae. Ndani ya neno lako nikae. Ndani ya neno lako nitembee. Ndani ya neno lako nitembee. Ndani ya neno lako nidhihirike. Ndani ya neno lako nidhihirike. Watu wakinitazama, wakuone wewe. Wakinisikiliza, wakusikilize wewe. Mahali popote nitakapoapia, iwe wewe umeapia. Ninapofanya kazi zangu, yoyote ninayoifanya, uwepo wako uende kwenye hizo kazi. Uwepo wako uende. Watu wanisapoti pasipo kujua kwa nini wananisapoti. Watu wanisapoti pasipo kujua kwa nini. Watu waje kwangu hata kama hawajui kwa nini wanakuja kwangu. Watu waje kwangu hata kama hawajui kwa nini wanakuja kwangu. Nipe mtazamo wako Yesu. Nipe mtazamo wako. Nipe kutazama vitu unavyovitazama. Nipe kutazama vitu kama unavyovitazama. Nipe kuwa na matokeo ya mtazamo wako. Nipe kuwa na matokeo ya mtazamo wako. Kuanzia leo ninatangaza. Kuanzia leo natangaza. Mimi sio duni. Mimi sio duni. Mimi sio maskini. Mimi sio maskini. Mimi sio fukara. Mimi sio fukara. Mimi nina nguvu. Mimi ni mwenye nguvu. Maana aliyeko ndani yangu. Maana aliyeko ndani yangu. Ana nguvu. Ana nguvu. Kuanzia sahi. Kuanzia sahi. Eternity. Eternity. Umilele ulioko ndani yangu. Umilele ulioko ndani yangu. Sawa na Mhubiri 3. Sawa na Mhubiri 3. Ninauachilia kwenye biashara zangu. Ninauachilia kwenye biashara zangu. Ninauachilia kwenye kila kipengele cha maisha yangu. Ninauachilia kwenye kila kipengele cha maisha yangu. Ninauachilia kwenye kila kiungo changu. Ninauachilia kwenye kila kiungo changu. Hakuna kitu changu kitakufa. Hakuna kitu changu kitakufa. Kwa kuwa umilele uko ndani yake. Kwa kuwa umilele upo ndani yake. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Shetani sikia. Shetani sikia. Nimefika wakati wa kujitambua. Nimefika wakati wa kujitambua. Mtazamo wa Mungu. Mtazamo wa Mungu ndio utakao kuwa unaapia kwenye maisha yangu. Ndio utakaokuwa unaapia kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu Baba, ya Yesu. kwa damu ya Yesu. Baba, kwa damu ya Yesu. Nataka nikujue. Nataka nikujue. Kila kipengele nisichokijua. Kila kipengele nisichokijua. Nikikujua wewe nitajijua.
nikikujua wewe nitakijua. Wewe ndio sura yangu. Wewe ndio sura yangu. Wewe ndio mfano wangu. Wewe ndio mfano wangu. Nakataa mfano mwingine. Nakataa mfano mwingine. Nakataa sura nyingine. Nakataa sura Kwa nyingine. jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu. Nimeomba na kuamini. Nimeomba na kuamini. Na kupokea. Na kupokea. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamini mmeelewa. Unataka kuuza kwenye biashara yako, angalia mtazamo wako, utengeneze. Huo ndio unauza, sio vile vitu viko dukani. Mtazamo, my friend. Una neurons zaidi ya bilioni 85. Neurons ulizonao ni ability ya kuleta vitu unavyovitaka vije kwako. Tatizo lake unakuta unazitumia kufanya kuwaza negative. Kwa unapata matokeo negative. Tumia mtazamo wako kuleta vitu vyako vilivyoko mbali kuja karibu. Utakuta wateja wanakuja hata kitu ambacho hata akutegemea kukinunua watakinunua, kwa sababu yani lazima mtazamo wako urespond. Waza positive. Waza positive. Zipe neurons zako activity positive. Zitafanya unachokitaka kwa muda sahihi na kwa wakati sahihi. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini. Basi wakati huu tunaenda mbele za Mungu kumshukuru kwa kile ambacho amekifanya. Neno lake linasema, msije nyumbani mwangu mikono mitupu. Kutoa sadaka ni agizo. Bwana Yesu asifiwe. Kama huna is not an issue. Kutoa sadaka ni agizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda mbele za Mungu kutoa shukrani zetu kwa ajili ya kile ambacho Mungu amesema. Namba ya kutuma sadaka ni 0719 13 8094. 0719 13 8094. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu kumshukuru kwa kile ambacho amefanya. Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunasema asante kwa uaminifu wako na neema yako na ufunuo ambao umeufunua kwetu siku ya leo. Asante Mungu wa neema kwa kutupa neema ya kushiriki. Asante kwa maana kuanzia leo mitazamo yetu imebadilika. Asante kwa kuwa sasa hivi mazingira yetu yatareflect mtazamo wako. Asante kwa kuwa kuanzia leo hatutakuwa duni tena. Hatuta reflect maisha duni tena, na kila mtazamo uliokuwa sio sawa sawa, asante kwa kuwa umepigwa. Tunashukuru kwa kuwa kuanzia leo watu wakitutazama watakuona wewe. Watu wakitusikiliza watakusikiliza wewe. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Nasi Bwana tumekuja mbele zako tujia mikono mitupu. Tunakuomba uzitakabali na kuziridhia sadaka zetu. Ukazitakabali ye Bwana, ukaziridhie ye Bwana. Zikaeke alama kwa kile ambacho umekifanya kwetu siku ya leo. Nasi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunaziachilia sadaka hizi kwenye madhabahu ya kuhani mkuu Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba na kuamini na kupokea. Amen. Amen. Haleluya. Wakati huu tunapenda kutoa nafasi kwa wale ambao hawajaokoka, kwa wale ambao wanataka kutengeneza na Bwana. Na yamkini pia unaweza kawa hauko hapa, lakini kuna watu watasikiliza recording baadaye, yamkini mtu akasukumwa kuokoka. Haleluya. Utafuata nyuma yangu, sema Bwana Yesu, ninakushukuru. Nimelisikia neno lako nami nimeamini. Neno lako linasema ya kwamba imani huja kwa kusikia. Mimi nimesikia na nimefikia kuchukua hatua ya imani na kukiri ya kwamba wewe ni Bwana. Leo hii kwa jina la Yesu ninakupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo mimi ninatangaza, mimi nimeokoka. Na ninaanza mchakato
wa kufanywa kuwa mwana wa Mungu, wa kuanza kuichukua sura ya Mungu, wa kuanza kuchukua mfano wa Mungu. Kuanzia leo ninakataa kuchukua sura ya kitu kingine, kuchukua mfano wa kitu kingine. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, natangaza kuanzia leo mimi nimeokoka. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, nimeomba na kuamini na kupokea. Amen. Wakati ninaombea wale ambao wameokoka, neno la Mungu linasema hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu chini ya mbingu liwezalo kuokoa zaidi ya jina la Yesu. Sasa hivi achilia jina la Yesu kwa ajili ya kuokoa watu wa familia yako. Mwambie Yesu, naliachilia jina lako kwa ajili ya kuachilia wokovu kwa watu wa nyumba ya baba yangu na watu wa nyumba ya mama yangu, wote wakakupokea wewe na kukujua wewe. Twende mbele za Bwana. Baba, kwa jina la Yesu nawaombea wale wote waliookoka. Neno lako linasema ni furaha mbele zako mtu mmoja mwenye haki akitubu. Nasi tunashukuru kwa ajili ya neema ya wokovu ulioachilia kwa ajili ya wale waliookoka na wale waliotengeneza na wewe siku ya leo. Baba, kwa jina la Yesu ninawaombea wote waliookoka kwamba uwalinde, watunze, wakinge kwa ngao na kigao, wasiishie njiani, wasikate tamaa, wasichoke. Ninawalinda na mbwa mwitu. Ninawalinda na Mafarisayo na Masadukayo. Ninawalinda na walimu. Ninawalinda na mbwa mwitu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ukawalinde watokapo na waingiapo, ukawajalie kunywa maziwa yasiyogoshiwa, ukawajalie kukulia wokovu. Wakipata viturutubisho vyote vya kukua, watoke kwenye utoto wa uchanga, waende kwenye utu uzima wakiwa wamekamilishwa. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai tumeomba na kuamini na kupokea. Amen. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tumefika ukomo wa session ya leo ambao utakuwa ni mwanzo wa session ijayo. Session ijayo itakuwa ni maombi tu. Kuna personality za kujivua, personality za mababa, personality za wazazi, personality za mazingira tulizokuwa. Kuna vitu vingi vya kushughulikia this weekend. Kuna kwenye mass prayer kutakuwa kuna disconnect na nguvu za mkuu wa uweza wa anga, zile roho zitendazo kazi ndani ya wanadamu ambao wako duniani wanaofanya vita na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa kuna mass prayer ambayo itakuwa very strong na itakuwa tunaifanya juu ya msingi tuliweka siku ya leo. Basi tukiwa kwenye kutimisha siku ya leo, neno la Mungu linasema kwenye Hesabu 6:27, ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kujua inakuaje jina la Bwana likiwa juu yako. Hauwezi kuwa na jina la Bwana juu yako usiwe baraka. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, naliachilia jina la Yesu Kristo juu yako tunapoachana mahali hapa. Naliachilia juu yangu. Baba, zile baraka ambazo umesema tunapoachilia jina lako juu yao, baraka zako zinakuwa juu yao. Baba, nina activate kwa jina la Yesu zile baraka zinazoambatana na jina lako juu ya kila mmoja aliyeko mahali hapa. Umesema ndivyo tunavyoweka jina lako juu yao. Baba, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, wabariki waingiapo na watokapo wakawe baraka. Bariki malango yao yakawe baraka. Bariki kapu lao na chombo chao cha kukandia unga kiwe baraka. Bariki kazi zao za mikono ziwe baraka. Bariki nyayo zao za miguu zikabebe zenye vitu zikawe baraka. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana kubariki utokapo na kuingiapo kwa jina lake. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kila hazina za baraka zoko kwenye jina la Yesu na zikafanyike halisi kwako, zikadhibitike kwako, zikamiminwe kwako, zikawa sehemu ya maisha yako. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai nimeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Amen.